Jumatatu ya juma la 20 la mwaka. Karibu katika tafakari ya siku. Injili ambayo inatuongoza kwenye tafakari yetu ya leo inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 19 aya ya 16 hadi ya 22. Wapendwa katika Kristo, kila mwanadamu ana ndoto na matarajio mbalimbali. Wengine wanatamani kuwa na maisha mazuri, afya njema, familia yenye furaha, mafanikio kazini au hata kwenye biashara. Na wakati mwingine wengine wanatamani kuwa na heshima katika jamii. Lakini pamoja na hayo yote, kuna tamanio kubwa zaidi lililofichwa ndani ya moyo wa kila mtu. Na hilo tamanio ni tamanio la kuurithi uzima wa milele. Hakuna anayependa kuishi maisha yake yaishie hapa duniani au labda yaishie kaburini. Ndani ya moyo wa mwanadamu kuna kiu ya kuendelea kuishi milele, ya kukutana na muumba wake na kufurahia uwepo wake wa milele. Ndio maana tunajitahidi kuwa watu wema, tunasali, tunashiriki kwenye sakramenti mbalimbali, tunatenda mema, tunawasaidia wahitaji, na hata tunapambana ili kuishi vizuri, tunapambana tusitende dhambi, kwa sababu tunaamini kwamba mwisho wa safari hii kuna uzima wa milele. Lakini pamoja na mapambano haya, kuna swali linabaki ndani mwetu. Ni jambo gani muhimu zaidi? Ni nini hasa nikifanye ili niwe na uhakika wa kuweza kuurithi uzima wa milele? Hilo ndilo swali lililokuwa linamsumbua huyu kijana ambaye anamwendea Bwana wetu Yesu Kristo kwenye injili ya leo. Hakwenda kwa Kristo kwa sababu alikuwa ni muovu au alikuwa amepotea, la hasha. Alikuwa ni mtu mwema, alikuwa amezishika vizuri amri za Mwenyezi Mungu tangu akiwa kijana. Alijitahidi kuishi maisha yanayompendeza Mungu, lakini bado moyo wake haukuridhika. Alihisi kuna kitu ambacho kinapungua, na akikifanya hicho, basi atakuwa na uhakika wa kuurithi uzima wa milele. Ndio maana alipopata nafasi ya kukutana na Bwana wetu Yesu Kristo, hakupoteza nafasi hiyo. Akaamua kumuuliza, "Mwalimu, nifanye jambo gani jema ili nipate kuurithi uzima wa milele?" Swali hili linaonyesha jinsi huyu kijana alivyouchukulia uzito wokovu wake. Yesu kwanza anamkumbusha umuhimu wa kuzishika amri za Mungu na anamtajia baadhi ya amri, na huyu kijana anajibu kwa ujasiri, "Hayo yote nimeyashika tangu ujana wangu. Je, ninakosa nini tena?" Hapo ndipo Yesu anagusa sehemu ambayo hakuna mtu mwingine angeweza kuiona. Anagusa moyo wa huyu kijana, anaenda ndani ya moyo wake na anamwambia, "Ukitaka kuwa mkamilifu, nenda kauze ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate." Injili inasema jambo la kusikitisha. Baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kumpa agizo hili, yule kijana aliposikia hayo, aliondoka akiwa na huzuni, kwa maana alikuwa na mali nyingi. Kitu cha kutafakari si kwamba alikuwa na mali nyingi. Tatizo halikuwa utajiri wake. Tatizo lilikuwa kwamba mali zilikuwa zimemiliki moyo wake. Alikuwa tayari kushika amri, lakini hakuwa tayari kuachana na kile kilichokuwa kinachukua nafasi ya Mwenyezi Mungu ndani ya moyo wake. Na hapa ndipo tunapata fundisho kubwa katika injili ya leo. Yesu hasemi kwamba kila Mkristo lazima auze kila kitu alichonacho. Uuze mali ili uwe masikini ndo kigezo cha kuurithi uzima wa milele. Hapana. Anachotufundisha ni kwamba hakuna kitu kinachopaswa kuchukua nafasi ya Mungu katika mioyo yetu. Kwa kijana huyu,
mali ilichukua nafasi ya Mwenyezi Mungu. Labda kwa mwingine inaweza ikawa ni kiburi, kwa mwingine ikawa ni tamaa ya fedha, kwa mwingine ikawa ni cheo au mafanikio, kwa mwingine ikawa labda ni mahusiano ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu. Kwa mwingine labda itawezekana ikawa ni chuki, kutokusamehe, starehe na hata mipango yake binafsi ambayo hataki kuiweka mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Kwa kifupi, chochote kinachouteka moyo wetu kiasi kwamba hatuko tayari kuacha kwa ajili ya Kristo, hicho ndicho kinakuwa kikwazo cha safari yetu ya kuelekea uzima wa milele. Ndugu zangu, kumfuata Yesu si suala la kufanya mambo mazuri pekee. Ni suala la kumpa Yesu nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Maana tunaweza kuwa watu wazuri, waaminifu, hata tunashiriki kanisani, lakini bado tukawa tumeshikiliwa na kitu ambacho kinatuzuia kumfuata Kristo kikamilifu. Leo Yesu anamuuliza kila mmoja wetu swali hili: ni nini kimeshika moyo wako kuliko wa Kristo? Ukipata jibu la swali hili, utajua ni nini kinachopaswa kukiweka mikononi mwa Mungu. Tumwombe Bwana atupe moyo ulio huru, usiofungwa na mali, watu, cheo, starehe wala kitu kingine chochote, bali moyo unaompenda Mungu kuliko mambo yote, kwa sababu anayemweka Mungu mahali pa kwanza tayari ameanza kutembea katika njia inayoongoza kwenye uzima wa milele. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.